Wapigie makofi mazuri jamani. Wapigie makofi mazuri. Wa kwanza. Ujumbe wangu kwa hizo dakika 10. Delays are not denials. Soma Yohana 11:1. Biblia inasema basi mtu mmoja alikuwa hawezi. Lazaro wa Bethania. Mwenyeji wa mji wa Mariamu. Na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu. Mariamu yule ambaye alikuwa kahaba, aliyempaka Yesu mahamu mazuri, akamfuta miguu yake kwa nywele zake kumpanguza, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Sasa Lazaro ndugu yake akawa hawezi. Basi wale wadada wawili wakatuma ujumbe kwa Yesu wakisema Bwana yeye umpendaye hawezi. Fikia hapo. Bwana asifiwe sana. Yesu alikutana na hawa wadada kwa njia ya kushangaza. Huyu ndiye yule Martha ambaye alikuwa kahaba mkuu. Siku ile wanafunzi wakiwa katika chumba mesani wanakula pamoja na Yesu, mwanadada huyu akaingia kwa mlango. Na alipoingia, Biblia inasema alienda akaivunja chupa yake ya marashi kuu sana ya bei, akaimimina kwa miguu ya Yesu. Akaanza kuibusu miguu ya Yesu pale chini na kuipanguza na nywele zake. Mpaka wanafunzi wa Yesu wakawa wamekasirika, Yuda akiwa mmoja, kwa sababu najua Yuda ndiye alikuwa mkasina. Na anaona huyu mwanadada amefanya makosa kabisa, amemwaga mafuta ya bei ambayo ingepewa hata maskini. Na tena wanaanza kusungumuza ndani ya mioyo yao, wanasema, si tulifikiri huyu Yesu ni mtakatifu, inakuaje kahaba ndiye anaenda kukaa na yeye? Bwana asifiwe sana. Amen. I want you to know this, brethren. Jesus never came for the righteous. He only came because of those people who were in darkness, so that he can bring them forth on the light. And here we are today, former drunkards and former prostitutes. Bwana asifiwe sana. Amen. Now they became friends. Wakawa sasa family friends. Wakawa wanatembeleana, wanakula pamoja. Kwa hivyo hawa wadada wawili walikuwa na ndugu yao mmoja ambaye anaitwa Lazarus. Na Lazarus akawa kipenzi cha Yesu kwa sababu ya hawa wadada wawili. Maisha yao ikawa pamoja kabisa. Wakawa friends. And let me tell you something. You know, sometimes when you are not very careful, friends wanaweza kuwa wazuri kuliko even your brothers and sisters ulizaliwa na wao. Amnielewe. Bwana asifiwe sana. If you find a true friend, anaweza kuwa wonderful. Kuja tuhubiri. Pigie makofi mazuri. Amekuja tena. Si nini mkikataa kuamuka, ameamuka tena. Na next time mpenda Naomi. Naomi hata hitaji microphone. Hiyo sauti yake imetosha kabisa. Bwana asifiwe sana. These people were very close friends. Watu hawa walikuwa marafiki wa karibu. So Martha and Mary knew that when they sent a report to Jesus, Martha na Maria walijua kwamba wakipeleka ripoti kwa Yesu, but now Lazarus is in a coma, kwamba Lazaro yuko katika, Jesus will hasten to come. Yesu atachelewa kufuata, atakuja haraka. But he never did that way. Hakufanya hivyo. I'm telling you this, brethren. Nawaambia hili, sometimes in our lives, wakati mwingine katika maisha, delays are not denials. Kucheleweshwa sio kunyimwa. I don't understand how long you've been waiting.
in. Siwezi jua ni muda gani uliokuna. But I'm here to tell you that a time has come. Lakini ni kwamba kukwambia And wakati this is the right time whereby God is going to bless your life. wakati ambao Mungu ametarajia kukubariki. I'll tell you this. Nataka kuambia hiyo. You cannot give up. Huwezi kukufa. And especially when you are on this pulpit. Hasa kama uko katika madhabahu. When you are on this altar, Ukikuwa katika madhabahu. there is nothing called giving up. Hakuna kitu cha kuitwa. Because it does not matter the time you've been waiting. Haijalishi muda uliokuna. When the right time comes, Wakati unaofaa things will work out. mambo yatakuwa sawa. So Mary and the mother sent a report to Jesus. Maria na Mary walikuwa They said that your loved one is in a coma. kwamba yule unayempenda It's about to die. yuko karibu. And now they thought that Jesus could come earlier Walifikiria kwamba Yesu atakuja to heal this young man. kumponya kijana huyu. But let me tell you something. Lakini wacha nikwambie, This is what surprised them. hii ndiyo The iliyowashangaza. Bible says Biblia inasema that Jesus never came as they expected. Yesu hakukuja jinsi He went to another town again in Bethel alienda katika mji mwingine and preached there for another 4 days akahubiri kule siku until this young man was dead and buried. hadi kijana huyu akafa. And you know, in those days, Na unajua wakati ule even up to these days, hata siku hizi when someone has died mtu anapokufa and he is buried, na amezikwa, that story is ended. story hiyo There imeisha. is nothing else that can be done to such a person. Hakuna kitu ambacho kinaweza kufanyika kwa mtu. So when they buried Lazarus, Walipomzika Lazaro, the story of Lazarus was ended, historia ya Lazaro iliisha. and people are now living going back to their homes Walikuwa wanatoka kwenda kwao. because they knew there's nothing that can happen again. Maana walijua hakuna kitu But kitatokea. look at this now. Lakini angalia, After 4 days, baada ya siku it's now when Jesus is coming back. sasa Yesu anarudi. The very sisters heard that Jesus is now coming back. Wale dada wakasikia kwamba Yesu, They ran and met him. walikimbia They told him, "Oh, King Jesus, wakamwambia Yesu, if you are here, kama ungekuwa if hapa, you are here, ungelikuwa if hapa, you are here, ungelikuwa your hapa. friend would be alive. Rafiki yako Your friend would not have died." rafiki yako hangekufa. Let me tell you something, brethren. Niwaambie wapendwa, It reaches a time in life, wakati katika maisha then we begin saying, naanza if kusema we had somebody besides us, Mungu angekuja maybe such a things would not have gone the way it has happened. hivi halingetendeka. Let me tell you this. Wacha niwaambie, That was just a bit on your way. ilikuwa tu mapito. But it does not mean that you are ending there. Haijamaanisha kwamba You are moving forward to the next level. unasonga kwenye It does hatua. not matter what the devil is doing. Haijalishi shetani anafanya. Haijalishi ni miaka ngapi umengoja mpaka unataka kugive up. When the right time comes, Wakati wa unaofaa ukifika, things happens. mambo hutendeka. So Jesus went Yesu akaenda and asked these fellows, na akamwambia hawa watu, "Where did you bury him? mlimzika wapi? Where did you bury him?" Mlimzika wapi? Martha and the men said, Martha na Maria wakasema, "I is stinking. The man is stinking. mwanaume huyu analuka. We cannot go even there. Hatuwezi songea. He is stinking badly. Analuka We vibaya. can never go there. Hatuwezi We cannot offer prayers there. Hatuwezi enda. Maybe we want to pray and pray somewhere else, but we cannot go there." But Jesus insisted, Yesu "Where did you bury him?" mlimzika. Let me tell you something, brethren. Wacha niwaambie In the morning I was speaking about records, asubuhi alikuwa and I told you this, that sometimes it is important to examine your life wakati mwingine and to know which type of record you have, na kuangalia because the devil might use that record to destroy you, or that record God can use it to promote you to the next level. So he asked, "Where did you bury this person? Where did you place him?" Sometimes it is good to know where the problem is coming from. Once you discover the causes of your problems, entering such a problem is not easy again. Brethren, sometimes it is good to know, to discover where our problems are coming from. When you discover that, it is very easy to close such a door. But when you don't discover that, it means that door will be disturbing you every time. So Jesus insisted, "Where did you bury him?" They had no option. They went and showed where they had buried him. And they had thrown a very big stone and covered the top. So then Jesus told them, "Remove this stone." They said, "No, we cannot remove this. Because the guy is thinking, we cannot remove this." But he said, "Remove this stone." Let me tell you something, brethren. The
message today. We are refusing to remove this stone of unbelief. The stone of unbelief has become a stumbling block. The stone of unbelief has become a roadblock, an obstacle in our lives. We cannot succeed. What is this that is blocking you? You know Lazarus? Kama wangeondoa jiwe angetoka. So ilibidi hiyo jiwe itoke. Na hata kama hao walikuwa wamehofia kunuka, afadhali watu wasikie harufu yako, wasikie kunuka yako, lakini upone. I'm tempted to speak Bukusu kidogo. Will you kalimani? When I speak Bukusu. Sikira, wabolanga walikuwa kisabulu wale bauli rabili. Sio unaweza. Anayeficha mgonjwa atasikia vile. Walikuwa kisabulu wale bauli rabili no. Are you hearing what I'm saying? Umesikia pe? Hawajasikia. Wewe sema tumesema nini? Wakisabulu wale bauli rabili. Aseme vizuri Judy. Ati anayeficha ugonjwa atasikia vile. Yes, anayeficha ugonjwa. Hii ni aibu. Tusiambie watu, wacha tu tufiche hii yetu, tutamshughulikia tu pole pole. Unaona sasa? Alafu vikiumana amekufa. Kumbe kama ungesema watu wangeingilia kati wakasaidia. Do you know there are some problems whereby people are dying and yet there is a solution? Did you know that? Kuna shida zingine ambazo watu wanakufa na kuna suluhu. Don't die alone. Usikufe peke yako. There are people ready to assist you. Kuna watu tayari wa kukusaidia. If your brothers and sisters hated you and chased you away, kama ndugu zako dada zako you are in the right place. uko katika maisha. God has given you new sisters and new brothers. Things can just work. That is why we are in a beautiful church like this, whereby we value each and every one of us. A church where everybody is somebody. Don't die alone when you have your brothers and sisters. Talk to us, call Judy, call Benjamin, call Mama Pastor, call Pastor Joyce, call Josephine. Tutakusaidia. Amen. Bwana asifiwe sana. Sisi tunakujanga hii mlolongo hata usiku. Zikiumani tunakuja hata saa 8 usiku utatuona hii mlolongo tunatembea. Na hutaniona peke yangu, utaniona na kipeti changu. Usiku saa 8 nafanya nini mlolongo peke yangu? Na kipeti yangu besides tunakanyaga kabisa. Kwa hiyo ukituona hapa mlolongo tunakanyaga, waachana na sisi tu commission. Bwana asifiwe sana. Saa 8 tunakuja. Kwa sababu usiwewe ni mwenzetu. You are one of us. Ikiumana hata saa ngapi tutakuja. Because that is our duty. And that is our work. Na hiyo ni kazi yao. Na ndio sababu tunakwambia toa tai ikuwe kwa record. Vikiumana hiyo inatusaidia kuchukua Uber na tunakuja. Sasa wewe utaki kutoa tai, record yako iko 0. Vikiumana unataka tutoe wapi transport ya kuja? Mwambie transport yako. That is a fact. Because sasa you know a pastor is not an angel. Unajua mchungaji sio malaika. People think like pastors are like angels. Watu hufikiria kwamba wachungaji ni malaika. So when you call them, when you have a problem, ukikuwa na shida unapowaita, they just fly in the air. Wanakuruka kwa hewa. So in the name of Jesus Christ, let me fly to Morogoro. Unaanguka Morogoro. Inafanyika hivi. Mwambie jirani toa tai tu hata waje hizo. Mwambie mwenzako toa tai mchungaji akwenda pesa ukiwa na shida anakuja. Sema mwambie na sauti kubwa. Hiyo ukitoa ukiwa na shida mimi nakuja. Yes. Sababu naangalia rekodi yako umejaza nachukua nakuja. Sasa wewe utoni unataka nikuja aje? Sina fly, sina mabawa. Bwana asifiwe sana. So some people will just die if there is a solution. Watu wengine watakufa tu na kuna suluhu. The Bible says this, that when they removed that stone, Biblia inasema kwamba walipotoa lile jiwe, if you are going to remove that stone of unbelief, kama utatoa lile jiwe la kutoamini, na hiyo stone ya hypocrisy,
na jiwe la Hypocrisy, pretense. unafiki. Kujifanya. To pretend you are saved when you know very well you are not. Kujifanya kwamba umeokoka na kumbe hujaokoka. That is an obstacle. Hiyo ni You kizuizi. will not go far. Wewe ni bali. So you have to remove that stone today. Lazima utoe hilo jiwe leo. And some of us even go to witches. Na hata baadhi yetu wanaenda kwa uchawi. And today hata tukianza kuwacheki kuna watu wako hata na irisi hapa. Wako. Hawa wanatoka Bungoma wanasema wewe yeta uyeta. Wanatoka Bungoma wewe yeta uyeta. Sasa anafunga kakitu. Sasa maombi kiongezwa ako kakitu kafanye kazi. Baada zako. Bwana asifiwe sana. Simama juu kwa miguu yako. Maybe you are here and you are about to give up. Labda uko hapa na leo unataka kukufa. You cannot give up. Usikufe moyo. Because God is on your side. Maana Mungu yuko pande yako. And today is your day. Na leo ni siku yako. You must receive your miracle. Lazima upokee muujiza wako. You have waited for a long time. Umengoja kwa muda. You don't see your miracle coming forth. Hauoni ni muujiza zako zikikuja. There could be an obstacle Huenda kuna kizuizi hindering you. ambacho kinakuzuia. But today you cannot go back with that obstacle. Lakini leo huwezi enda hicho kizuizi. You must go home free. Lazima uende nyumbani Because kama God is delivering you and setting you free. maana Mungu anakuokoa na kukuachia. So if you think Kama unafikiria and you feel na unahisi there is an obstacle in your life kuna kizuizi katika that is hindering your breakthrough, ambacho kinazuia like the stone that was hindering Lazarus to come out, Jua bali kwa kuzuia Lazaro kutoka nje. just come forth. Kuja mbele. Just come forth. Kuja mbele. Walipoondoa hiyo jiwe, Yesu aliita kwa sauti, Lazaro toka! And Lazarus was out. Asante. Leo Mungu anaondoa katika hiyo mashimo na hizo maroho chafu na ufukara na confusion ya maisha. Unatoka. Thank you, Jesus. Damu ya Yesu weza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Yesu pale msalabani. Damu ya Yesu weza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya
uwanja wa kanisa lako. Wametoa mpaka fungu la 10 na sadaka zote. Bwana Yesu amejitolea kusimama katika pengo mpaka masaa haya kuchelewa. Ninayo sababu ya kuwabariki wana wako katika jina la Yesu. Ninatangaza baraka ya kipekee juu ya kila mmoja wetu. Ninaondoa vikwazo, ninaondoa confusion, ninaondoa roadblocks zote ambazo shetani alikuwa ameinua maishani mwao. Mawe yote ambayo yalikuwa yamezuia wasipate breakthrough, nimeang'oa na kuyaondoa maishani mwao katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza breakthrough yao, ninatangaza mafanikio, ninatangaza mafanikio. Kila jambo watakalo likusa na mikono yao libarikiwe na washuhudie wema wako na ukuu wako. Bwana Yesu ni asante, maana hakika umetenda. Tunapofika mwisho, libarikiwe jina lako, lihimidiwe jina lako, maana umetenda. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi tumeomba. Amen. Patia Yesu Kristo makofi mazuri. Patia Yesu Kristo makofi mazuri. Wow. Tunashukuru Mungu, asante kwa uvumilivu. Tumepitisha na close to 1 hour. Lakini Mungu amekuwa mwaminifu. Naomba tubaki tu na mikundi kwa dakika chache. Wageni